wewe kuwa mwazi tu na useme ukweli kwamba hauna pesa. Habari za kuambia watu kwamba ramani umekosa ya kujenga kwenye kiwanja chako, hapo ni kuwaongopea watu ambao tayari wanauelewa na vitu vingi sana, hasa wale ambao wanatembelea peji zetu watakuwa na kucheka tu kimoyomoyo. Hili jengo au haya majengo unaweza kuyaona hapa ni majengo ambayo yameweza kujumlisha matumizi ya aina mbili katika eneo moja, kwa maana kwamba kutakuwa kuna makazi lakini pia kutakuwa kuna biashara. Upande wa makazi nyuma kuna jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala, vyote ni self bedroom, lakini pia kuna sebule, dining pamoja na jiko. Vile vile kuna choo cha dharura, hichi ni choo cha public, nacho pia kimehusishwa. Ukija kwenye idadi ya material hapo kwenye jengo kubwa kwanza la makazi linatumia jumla tofali za blocks 3000, lakini kama watatumia tofali za kuchoma zitaenda tofali 10,000. Hii ni kwa ujenzi wa boma peke yake, haijahusisha msingi, kwa sababu msingi utategemeana sana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo unapatikana katika kiwanja chako hicho. Sawa? Na ukija kwenye bati hapo, idadi ya bati ni bati 90 za futi 10 na mbao za kenchi ni mbao 200 kamili. Hapo sasa limefunga kwenye upande wa jengo kuu, lakini jengo dogo kwa maana ya frame za biashara hapo zitaenda jumla tofali za blocks 1000. Kama zitaenda za kuchoma basi ataandaa tofali 3500 katika ujenzi wa boma. Narudia tena, mara nyingi hizi idadi za tofali zinazozitaja zinahusisha boma peke yake, huwa sitoe details ambazo zitahusisha pia na msingi, kwa sababu msingi utategemeana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo ambao unapatikana katika kiwanja chako. Lakini pia kwenye jengo dogo kwa maana ya frame za biashara, bati zake ni 35 za futi 10 na mbao zake za kenchi ni mbao 70 peke yake. Sawa, imetawaliwa sana na gable roof. Hata kuna jengo kubwa pia gable roof imetawala, na hii huwa inapunguza idadi ya bati kwa asilimia fulani. Sawa, inapunguza idadi ya bati kwa asilimia fulani. Pia na mwinuko wa jengo pia mwinuko wa bati, inamaanisha mwinuko wa bati nao pia huwa unapunguza idadi ya bati kwa asilimia fulani zitakazotumika kuna ujenzi wa jengo husika. Kumbuka ramani kama hizi unaweza kuzipata au kuzitazama kupitia mitandao ya kijamii ambayo huwa tunaposti ramani zetu, lakini pia YouTube channel yetu tumeirudisha. Sawa, usisahau kwenda huko kuitafuta YouTube, andika Makazi Mpanda utaipata. Hakikisha umesubscribe. Sawa, waliotaka kuihaki au kuiiba imeshindikana. Of course tumefanikiwa kuirudisha na kila kitu kiko wazi. Lakini pia kama utataka kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kupitia WhatsApp yako, cha kufanya ni kwamba tutumie message WhatsApp, andika neno niunge. Namba ya simu ya WhatsApp ni hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako ambayo ni 0758 260 690, 0758 260 690. Namba hiyo inapatikana WhatsApp muda wote, masaa 24. Tuma message, andika neno niunge. Baada ya hapo, kitakachofuata sisi tutakutumia link, na kupitia link hiyo basi utajiunga na WhatsApp channel yetu na utaendelea kuenjoy kukutazama ramani zaidi kila tunapokuwa tunaziweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia kama mitandao mingine unapatikana, basi usiache kutufollow pia huko, kuhakikisha kama familia inakuwa kubwa. Kila kitu tunakifanya kwa uwazi na wewe unakuwa sehemu ya watu ambao wanaendelea kunufaika na ramani ambazo tunakuwa tunaziweka mitandaoni. Kumbuka, sio lazima wewe unajenga leo au kesho ndio utahitaji kujifunza kuhusiana na ramani za nyumba, bali hata kama una mpango kujenga miaka ijayo, jifunze vitu vingi ili siku utakapoamua kufanya maamuzi basi ujue unaenda kujenga nyumba ya aina gani na kwa nini na kwa mahitaji gani ambayo utakuwa umeyazingatia. Karibuni sana.